Karibu sana mtazamaji kwenye channel hii. Nakuletea mada inayosema mapenzi na ladha tofauti ya tendo la wanandoa. Upende usipende, tendo la ndoa lina ladha zake, na kwa sababu lina ladha zake, iwapo ladha ya tendo la ndoa unalompa mpenzi wako liko chini ya lile ambalo alikuwa anatarajia, uwezekano wa kuchepuka ni mkubwa sana, ukizingatia kwamba katika ulimwengu tulio nao sasa hivi, mwanaume uliye naye aishakuwa na wapenzi wawili au watatu kabla yako. Mwanamke uliye naye aishakuwa na wapenzi wawili au watatu kabla yako. Lazima kuna vitu vya kulinganishwa. Kuna ladha tofauti tofauti. Tofauti yake inaweza isiwe kubwa, lakini ni tofauti ambayo inagundulika. Na kama inagundulika, halafu huyu mpenzi wako akarudia kuiona tofauti hiyo kutoka kwa mtu mwingine bila yeye kujua, ataanza kukuona wewe hufai katika tendo la ndoa. Wiki iliyopita, Jumamosi iliyopita, nimeongea na moja kati ya Wakristo ambao ninasali nao. Mume wake ni mzee wa kanisa mkubwa tu, na yeye huyu mama ni mama wa maombi sana. Nasema sana, ni mwombaji mzuri sana. Sasa kwa kuwa nimekuwa naendesha Bible study ya mume wake nikampa jarida la maeneo ya kumshika mwanamke aliyeuchi, maeneo 17 ili afike kileleni kwa urahisi. Katika kuendesha Bible study hiyo, kuna kipengele cha tendo la ndoa kiliingia, kwamba na mada ambayo niliendesha siku hiyo ilikuwa ni kwamba tendo la ndoa kutokana na Biblia, lengo lake sio kuzaa watoto peke yake, kuna starehe yake na iko ndani ya Biblia. Kwa hiyo nikawaonyesha hawa watu, na kwa sababu mimi ndio mtaalamu katika eneo hilo, nikawapa na kipeperushi au jarida lile la maeneo 17 ya kumshika mwanamke aliyeuchi ili afike kileleni kwa urahisi. Kwa hiyo mwanamke huyu alipokutana na ladha tofauti, akanipigia simu akaniambia, "Dokta, kwa muda mrefu nilikuwa namnyima mume wangu mapenzi, nilikuwa sisikii raha." Sasa huyu ni Mkristo na ni mwombaji sana. Sasa nikusikilize sauti ya huyu dada kabla sijaongea shuhuda za watu wengine, ili uweze kupata picha halisi ninakoenda ni wapi. Sikiliza. Nzuri sana, na naambiwa hapa niendelee kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haikutegemea kama nitafanya vitu kama hivyo. Sasa sijamwambia ni nini, ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Hasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kumnyonyoa ule mstari wa chini ya mapombo, ndio umechanganya zaidi. Lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me, kama zipo zingine pia naomba uniambie, kama zipo zingine basi unitumie pia kama zipo zingine. Unaweza kuona, nitakusikizisha tena sauti hii, naona nitapenda niikuze kidogo, lakini amenitumia screenshot. Unaziona hizo screenshot alizotumiwa na mume wake? Sawa, ngoja nizisome. Unaona hizo screenshot. Anasema hivi, screenshot ya kwanza: "Okay baby, I thank you very much baby. You made my day so wonderful." Mwanamke akajibu, "Jamani, kwa kipi sasa? Why baby?" Mwanaume akajibu, "Huduma yako ilikuwa tamu kabisa." Mwanamke akajibu, "Wow, thank you darling. Nakupenda ndo maana nikakupa vitu vitamu. Nakupenda pia mama wangu wa mapenzi." Na mwanamke akamuuliza mwanaume, "Umeenjoy zaidi? Mbona unachelewa kujibu meseji?" "Baby, ile ya kusak dudu langu, yani ya kunyonya dudu langu, umefanya katika kitu ambacho sikutarajia. Ladha niliyoipata ilikuwa ni ya tofauti mno. Kuna muda nilikuwa najizuia kupiga kelele." Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Hiyo ni screenshot nimetumiwa na huyu dada. Nitakusikizisha sauti yake baadaye kidogo, maana hii sauti naona iko chini kidogo, hadi nawekea hapa, lakini nataka niipandishe sauti ya media ili uweze kusikia vizuri hapo mbele. Ngoja niipandishe, lakini kabla sijaongea
niongea ya iko nimeipandisha sasa sauti hapo, ngoja nitakusikizisha baadaye, lakini nataka kusema ni hiki, hii ladha nayoizungumzia sio kitu cha mzaha. Sikiliza message hii. Dokta, mimi ni mpya katika uchepukaji. Ndoa yangu ina miaka 6. Nimegundua kwamba mume wangu tendo la ndoa anavyofanya kwa kweli inaboa. Akaweka kwenye mabano, inaitwa vanilla sex, yani ladha ya vanilla. Kama kwenye kula ice cream, kuna ice cream ya vanilla, ile ni nyeupe. Anasema hivi, dokta, niko ndani ya mchepuko huu, ni mwezi wa 4. Nimejishangaa, ninaanza kuwa na mwaza mchepuko zaidi ya mume wangu, na mbaya zaidi, hata wakati nafanya tendo la wanandoa na mume wangu, namkumbuka huyu mpenzi wangu wa mchepukoni na najisikia vibaya vibaya. Kaweka kwenye mabracket kwa Kiingereza, horrible. Dokta, kwa sababu nimezoea, mara nyingi nikifanya mapenzi na mtu huwa namwaza tu yeye tu. Sasa hii ni mpya, nifanyeje niweze kuwa namwaza mume wangu tu wakati wa tendo la ndoa, nisimwaze mchepuko? Sababu inayopelekea mimi kuwa namwaza mchepuko ni kwamba mume wangu anapenda mapenzi ya polepole, yani tunafanya polepole, kimya kimya, lakini yule mchepuko anapenda mapenzi ya mikiki mikiki, na hiyo mimi ndio naipendelea, na mume wangu hilo hajawahi kufanya katika miaka hii 6 ya ndoa. Dokta, najishangaa na misi mchepuko wangu ninapokuwa na mume wangu, na nahisi hisia zangu kuelekea kwa mchepuko zinaongezeka nguvu siku hadi siku. Sasa kwa nini hali hii inajitokeza? Ni kwamba akili ya mwanadamu, kuna kitu ambacho kinaitwa mental loop. Mental loop. Sasa hii mental loop ni kwamba kwenye akili ya huyu mtu, ili uweze kumkamilisha akatosheka, lazima utimize matarajio yake ya utamu aliyokuwa anatarajia kufanyiwa. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, ni kwamba katika ulimwengu huu ambapo mwenzio ashakuwa na wapenzi 2 au 3, kuna vitu alivyokutana navyo huko ambavyo wewe huna, na angependa uwe navyo lakini huna. Sawa? Kuna vitu. Kwa hiyo hii mental loop ikiwa closed, manake amekutana na vitu vingi ambavyo alikuwa anavitarajia akavikuta kwako. Sasa ikiwa open, sasa inaitwa hiyo mental loop. Yani hiyo ni vitu ambavyo vinaendelea kwenye akili. Sawa? Hiyo mental loop ikiwa open, sawa, nifanyeje hapa niweze kuelewesha? Sawa? Ngoja niangalie. Unaona? Hii mental loop ikiwa closed, maana mtu amelizika na vitu unavyomfanyia. Iko closed, imefungwa. Ikiwa haijafungwa, maana yake inakuwa hivi, huyu mtu anakuwa anahangaika, anataka kitu fulani lakini hakipati. Kwa mfano, kwenye zile movie za series, imefika mahali fulani inakwambia tutaendelea Jumatano ijayo. Unakuwa na hamu, Jumatano sijui itakuwaje kwenye ile movie, kwenye hiyo series. Au kitabu umemaliza sura fulani, umeisoma tamu kweli, alafu inakuja inaingia kwenye sura nyingine, utamani tu uendelee kusoma umalize. Sasa ndio hiyo inayokuja katika ulimwengu ambapo ushakuwa na wapenzi 3 au 4 au 5. Kuna vitu utalinganisha ambavyo huvioni kwa ulimwengu. Mwingine na dada mmoja leo yuko ndani ya ndoa. Mtoto wao wa kwanza ana miaka 30. Anasema, dokta, mara nyingi akiwa ananiandaa mume wangu
akiwa ananiandaa mume wangu napata hisia, lakini akiniingilia tu hisia zinakata. Kwa nini? Mwanaume ana uume mwembamba au uke wa mwanaume umetanuka. Ushasikia watu wanawake wanaojiambia ukeni? Dawa nayo ya kusaidia kama unajiambia ukeni, uke wako umetanuka. Na wewe kwenye mwenye uume mwembamba au fupi, upende usipende unalinganishwa. Dawa nayo ya kupuza maumbile hayo. Sasa huyu mama akaniambia kuna mtu nilisoma naye, ni mama mwenye umri mkubwa, miaka 40 na sawa 46 7 kama sikosea. Sasa kwa mtu nilikuwa nasoma naye alikuwa anitongoza, alikuwa namkatalia, nikamwona nikubalie. Tukapima afya, tukaanza kucheza. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kuna kwa ile mental loop, sawa? Umeshindwa kuifunga kwenye akili yake. Umeshindwa kuifunga. Anahangaika. Nitaifungaje hii loop? Nitaifungaje? Anahangaika nayo. Nitaifungaje? Nipate utamu ambao nilishawahi kupata kutoka kwa mpenzi wangu wa zamani. Ndio hapo anahangaika kwenye mchepuko. Sasa, usikiliza. Huyu mama ameolewa na mchungaji. Sikiliza. Mwanzoni anasema message zake ni nyingi sana, lakini nataka nikuletee hii ambayo mpya ambayo ameniletea hivi karibuni. Nimemsave Mrs. Mtumishi. Sawa? Anasemaje huyu mama? Anasema daktari, wakati unaongelea mambo ya kutombana hapo, mimi nilikuwa nachukia kweli. Alikuwa kama anasema yani nilikuwa yani ukiongea mambo ya kutombana na kuna jisikia vibaya kweli. Lakini baada ya kuitumia zile video na kuzitumia, daktari, kwa kweli umebadilisha ndoa yangu kwa uzuri sana. Sikiliza message hizi za hivi karibuni sasa. Daktari, mimi ni mwanao. Nilipoteza simu, nikafungiwa, nimemisi vitu vipya. Kiukweli sijawahi kuwa mnafiki, wala sitaki kuwa mnafiki. Issue ya kunyonya dudu la mwanaume, acha kabisa. Nilimnyonya huyu mchungaji. Acha kabisa. Alianza kuniuliza, mbona ulikuwa hunifanyii hivyo? Kwa sasa maisha ni kama chupi na tako. Nilipo na yeye yupo. Na nazo shuhuda nyingi za wanawake ambao baada ya kuwatumia hizi video za jinsi ya kumnogesha mwanaume ana maeneo 14. Na kila eneo lina ufundi wake. Sasa hebu fikiria, wewe unajua 4. Wakati unapaswa ujue 14 itakuponza. Hebu fikiria, mtihani wenye maswali 14, ukajibu 4. Utafaulu huo mtihani? Anaendelea huyu dada. Nikamwambia ubarikiwe sana mpendwa. Yesu ni mwema. Akasema daktari, naomba vingine na vingine. Nifanyie mambo ili tutokomeze uzinzi na uasherati. Kumbe inawezekana kwa njia hii. Daktari, nitumie na kulipa sasa hivi shilingi 10,000 yako, nitumie video mpya. Sasa sikiliza message ya mwisho ambayo amenitumia. Anasema hivi, daktari, kwa sasa nimekukubali. Naomba univumilie na Mungu akubariki. Alafu daktari, kumbe hakuna dawa ya mapenzi. Mimi zamani nilikuwa natombwa tu, lakini kwa sasa tunatombana mautamu kama yote. Huyu mwanamke nimechati naye. Unaona mchatisho mrefu tu. Mrefu nimeanza kuchati naye. Hapo nimekupa tu robo ya mchatisho. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo kumbadilishia ladha huyu mwanaume, kumbadilishia ladha huyu mwanamke. Mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Hebu fikiria, mtihani wenye maswali 17, wewe ukajibu 5. Utafaulu huo mtihani? Wanawake wanahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8. Wewe dakika 5 unaziona nyingi sana kwa mwanamke. Sasa wanawake wanatofautiana. Maumbile yao yanatofautiana. Kama vile kuna wenye matiti makubwa na matiti madogo. Kuna wenye visimi vikubwa na visimi vidogo. Kuna wenye matako makubwa na matako madogo. Wanawake wanatofautiana na wanaume vile wanatofautiana. Kwa hiyo kwa sababu ulimpizisha Aisha, usitegemee utaweza kupizisha Ashura hivyo hivyo. Anahitaji ufundi tofauti, ladha tofauti.
Sasa nikuletee shuhuda hii kutoka Kenya. Mnaweza mkasema kwamba mimi nasikizwa na nimepata wateja mpaka kutoka Israel. Ya namba za Kenya kama unazifahamu. Ya nitafute kwanza, kuna shuhuda mwingine hapa, lakini mtafute huyu wa Kenya. Huyu hapa. Sikiliza anavyozungumza. Huyu shahidi kutoka Kenya. Mpaka nikampa offer ya video mpya. Unaona? Message zake hizi hapa, nimempa offer ya video nyingine hapa. Sije zikaonekana hapo chini ukanifungia hapa. Sikiliza message yake kutoka. Yaani wewe sijui ni wanaume wote au huyu wangu tu. Yeye akinikosea anatarajia nisamehe na nirudi sawa the same way, na hata hanyenyekei vilivyo. Huyu wangu nimempigia mpaka magoti huku nikilia anisamehe, ananiambia hana baya na hakuna communication. Hapo ni mwanzoni kabla sijamtumia video. Sasa sikiliza message yake hivi karibuni. Anasema hivi: habari dokta, za masiku, nimekukumbuka sana leo. Yaani nakumbuka ulivyochangia mimi kuolewa kwa mafunzo yako na video yako. Haikuishia hapo tu, kuna siku ndoa yangu karibia kuvunjika, ulinipa ushauri mzuri ulioitetea ndoa yangu. Yaani dokta, Mungu akuweke, nakupenda sana, siwezi kusahau wema wako. Mungu akulinde, akupe furaha na mafanikio tele. Therapisti wangu wa nguvu, wewe ni kiboko. Asante sana kwa kila kitu. Mungu akubariki. Video zako zimeleta mabadiliko makubwa sana kwenye ndoa yangu. Mume wangu ananipenda, ananinyekea na zawadi haziendi mbali. Unaweza kuona huyu ni mama kutoka Kenya anazungumza. Sasa basi, ngoja nikuletee shuhuda nyingine. Sawa? Huyu anaitwa, jina lake linaanzia na V. Anasema hivi, ngoja nianzie. Unaona mchatisho huu? Unaona mchatisho huu? Sawa? Ngoja nianzie hapa. Sawa? Dokta, kazi yako ni nzuri sana. Kuna huduma zingine nampatia mume wangu, anasema hajawahi zipata toka azaliwe. Mpaka huwa anasema utafikiri nimekuoa leo, wakati ndoa yetu ina miaka 32. Asante sana dokta. Sasa hivi tumebaki wenyewe. Binti yetu wa mwisho kafunga ndoa tarehe 4 mwezi wa 7 2026. Nataka nimpe vitu vyako na yeye ndoa yake isije ikawa ya kuboaboa. Zile za mwanzo nilikuwa nazipata vizuri sana na zimeniletea sifa sana nilipozitumia. Dokta, hongera sana, endelea kututafutia mambo mapya. Sasa nikusikilize kwa mara ya pili ile sauti ya ule mdada. Sawa, nikusikilize kwa mara ya pili uweze kuona ninachozungumza sio hadithi za paka na panya. Angalia mchatisho wetu huu hapa, sawa? Mchatisho wetu ni mrefu kidogo, lakini nataka nikusikilize sauti yake tena kwa mara ya pili kwa sababu nimeongeza sauti uweze kuisikia sauti ya huyu dada. Asante, imekuwa nzuri sana na naambiwa hapa niendelee kutafuta mbinu zingine tofauti na hizo, kwa sababu haikutegemea kama nitafanya vitu kama hivyo. So, sijamwambia ni nini, ameshtukia tunafanya hivyo vitu. Hasa kilichomchosha zaidi ni ile kukaa kumnyonya ule mstari wa chini ya mapombo, ndo mchanganya zaidi. Lakini anaambia nizidi kutafuta mbinu zingine na zingine na zingine. So help me, kama zipo zingine pia naomba uniambie kama zipo zingine, basi unitumie pia kama zipo zingine. Nimeshamtumia tayari video mpya yenye maelekezo matamu sana. Sasa haya mambo ninapozungumza hapa nasema na wewe mzee umekosa kazi sijui nini. Shuhuda kama hizi najua kwamba nimekuwa baraka kwa huyu mama, nimekuwa baraka kwa huyu baba. Kwa hiyo agizia na video zaidi ya 60 kwa wanaume na wanawake. Huwezi ukamboa. Ukiwa unajua mambo machache, maana mwenzio anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Lazima utamboa kwa ndoa ya muda mrefu. Lakini hapa ndio kliniki ya afya mapenzi. Hapa ni mahali ambapo unajifunza kumpatia mwenzio yale anayoyatamani kwa njia ya urahisi zaidi. Mahali ni hapa.
maelekezo jinsi ya kupata video hizo na kila kitu nakuwekea hapo chini, na Mungu akubariki sana sana. Tuendelee kuombea na uzima na heri kwa neema ya Mungu.